kweli Mungu awabariki sana na hongereni sana. Bwana asifiwe. Nami namshukuru Mungu kwa upendeleo mkubwa sana ambao amenipa wa kushirikiana nanyi. Nafahamu watumishi wa Mungu tunaokutana nao kwenye makongamano. Mungu akubariki sana, niwakukumbuka. Yes, tunamshukuru Mungu sana sana sana. Nijitambulishe kwa majina, mimi naitwa Mwalimu Mboka Joel Mwaipopo, ni mwalimu wa neno la Mungu na naishi Dodoma. Nina familia, nina mke na watoto wawili. Bwana asifiwe. Lakini pia ni mjasiriamali, nauza mchele mzuri sana wa Mbeya, lakini pia ni mtumishi wa serikali. Bwana Yesu asifiwe. Ni katibu wa afya kwenye kituo cha afya kimojawapo pale Dodoma. Namshukuru Mungu, haya mambo yote hakuna linalonisumbua hata moja, naenda nayo vizuri, na hata akiniongezea mengine nafikiri nitayamudu tu. Apewe sifa Yesu. Namshukuru Mungu sana kwa hii neema ambayo ametupa. Sasa natamani tuingie kwenye somo kujifunza. Sasa nilikuwa natamani tujifunze, alafu baadaye turuhusu maswali. Tutajifunza kwa dakika kadhaa, alafu tutaruhusu maswali, na mimi ningependa sana tujiandae vizuri kuhusu maswali. Na mada yetu tulipewa kwa wanaofuatilia mitandao ya kijamii. Mada inafahamika, tunajifunza habari ya relationship codes, lakini kipengele cha relationship pyramids ndicho kitu ambacho tunajifunza. Lakini kabla hatujafika huko, tutatengeneza utangulizi utakaotusaidia kidogo kwenye hatua za msingi. Sijui makamu mwenyekiti, sijui tutoe dakika ngapi ili tupate muda mzuri wa maswali ya sawa. Sasa hivi ni of course ni around saa 2 kasoro dakika 8. Kwa hiyo ni kama ni dakika 40 hivi au ni dakika 30, natakiwa tuingie kwenye maswali. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo ninaomba tuandike maswali yatakayotusaidia kuelewa zaidi. Sasa tunapojifunza habari ya mahusiano, tunatakiwa kufahamu kuwa ukamilifu wa mtu uko kwa mtu mwingine, na ndio maana tunajifunza habari ya nini? Ya mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu mtu hawezi kukaa peke yake, hawezi kufanikiwa peke yake, hawezi kutoboa peke yake, hiyo haiwezekani. Kwa hiyo ni lazima huyu mtu ahusiane na watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Tukisema mtumishi wa Mungu amebarikiwa kibiashara, ajabu, uwe na uhakika ana wateja wengi, uwe na uhakika ana wafanyakazi wazuri, uwe na uhakika hao wafanyakazi wazuri Mungu amewapa neema ya kuzungumza na wateja vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu hatuna ufahamu uliokamilika sana tunaposikia mtu fulani amebarikiwa kwenye eneo fulani. Tunaangalia tu lile jambo, lakini hatuangalii tukio zima limebeba vitu gani. Ukisikia mtu amefanikiwa kiuchumi, maana yake huyo mtu ana pawa ya kuweka akiba. Huyo mtu ndani yake ana pawa ya kuzalisha 500 ikawa 600. Huyo mtu ana pawa ya kuzungumza na watu vizuri wasiondoke. Kwa hiyo tunaposikia huyu mtu amebarikiwa kiuchumi, huwa kuna vitu vingi sana pale Mungu amevifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunapozungumza kwenye mambo ya mahusiano, lazima tufahamu kwamba kila mtu anamhitaji mtu mwingine.
ili maisha yake yalete maana. Kuna watu ambao sasa hivi ni wazembe kufanya kazi kwa sababu hawajaoa, wavivu, wazito, ngoja waoe. Kazi aliyoikataa ataiweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu aliyemleta ndani anampusha achukue hatua. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Na wakati mwingine ana matarajio yake. Kuna watu wanasema mimi natamani Mungu anipe nioe mwanamke anayefanya kazi. Uwe na uhakika kama ni swala la kupata tabu kumlea liko pale pale, kwa sababu mwanamke mwenye mahitaji ya milioni moja utamridhisha sana ukiwa unampa milioni mbili. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kwa hiyo uwezo wa kujitoa, uwezo wa kujituma uko pale pale, inategemea tu aliyekuja kwenye maisha yako ni nani. Apewe sifa Yesu. Na ndio maana Biblia inasema hivi, Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Anasema Yakobo 4:6 anasema, lakini hutujalia sisi neema inayozidi hivyo. Hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mstari huo huo unafanana sana na Petro sura ya kwanza mstari wa 5. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 anasema hivi, Petro 1:5 anasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote pia jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu unyenyekevu ni kutoa mlango wa kuhusiana. Kiburi ni sentensi fupi sana, unaitafsiri kwa kusema kwamba najiweza peke yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu anayesema najiweza peke yangu sio tu anapingwa na shetani, hapana, shetani hana shida naye, anapingwa na Mungu, alafu shetani atamshughulikia baadaye. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana watu tunasema miongoni mwa milango ya mahusiano ni unyenyekevu. Milango ya mahusiano ni unyenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu unyenyekevu unakuja baada ya mtu kuwa nacho kinachomzuia, kinachompunguzia kuwa karibu na wewe, lakini akakizuia hicho kitu, akajishusha akawa karibu na wewe. Siku moja nilikuwa nafundisha habari ya dhambi na mahusiano kiuchumi. Unajua kuna dhambi zina mahusiano na kiuchumi. Bwana asifiwe. Maana kuna dhambi haipatikani kwa tajiri na kuna dhambi haipatikani kwa masikini. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunategemea hekima huwa haihesabiwi kwa maskini. Tunaelewana eh? Kwa sababu kila anachokifanya itaonekana anastahili kufanya. Akijitokeza kufagia kanisa itaonekana anastahili kufagia. Ikijitokeza kuwabeba watoto itaonekana anastahili kuwabeba watoto. Lakini akijitokeza mwenye uchumi mkubwa, tajiri, ukimkuta anafagia, moyo wako utaona amejinyenyekeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo jambo kuna watu halitatajwa kwao. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo muhimu katika utangulizi tunaokuwa nao usiku huu ni pamoja na kujua kwamba unyenyekevu ni lango muhimu la mahusiano imara na yenye tija. Na ndio maana anaambiwa kijana. Mara nyingi tukijifunza habari ya rika la ujana, angalau nyewe wakubwa kidogo, siwezi kulisema sana. Unasema huwa kijana, unasema ni umri tata, umri wa staki na taka, inatakiwa haitakiwi.
sio kwa ubaya mama mchungaji, naongea kwa sababu nafundisha vijana, uwe kama hujasikia. Unajua, unaweza ukafikiri kutongozwa ni jambo baya, lakini kukata mwaka hujatongozwa ni tatizo. Tunaelewana? Yaani hata mama nyumbani anaweza kusema, mwanangu ana shida gani? Ila akikuta hata unatongozwa anaweza akakasirika. Si unaelewa? Ujana ni umri tata. Ukikutwa unatongozwa unaweza wewe kwa nini una lakini unaona kama miaka inapitiliza, upo tu kimya. Hata uleti shtaka kwa mchungaji mwenyewe anaanza kukutilia mashaka. Kijana wangu ana shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana vitu vingi sana Biblia inavitaka, inavisema kwa vijana. Kiburi kisiwepo, unyenyekevu uwepo, na mambo kadha wa kadha. Apewe sifa Yesu. Sasa kwa nini tunazungumzia unyenyekevu kidogo? Tunasema mnyenyekevu ni mtu mwenye nguvu. Mtu mwenye nguvu. Mnyenyekevu ni mtu mwenye nguvu. Tunajifunza mtu mwenye nguvu ni nani? Mtu mwenye nguvu ni yule mwenye uwezo wa kushawishi roho za watu. Watu wana nafasi ya kukaa upande wake. Ukisoma kitabu cha Mithali 11:30b anasema hivi, na mtu mwenye hekima huvuta roho za watu. Mtu mwenye hekima huvuta roho za watu. Maana yake kuna watu ambao wana mamlaka kwenye roho zetu kwa sababu ya unyenyekevu wao. Wana nguvu kwenye roho zetu kwa sababu ya unyenyekevu wao. Wanaweza wakatupeleka tusikotaka kwa sababu ya unyenyekevu wao. Mimi sitasahau, nakumbuka kijana mmoja alikuwa mnyenyekevu sana. Kanisa fulani hivi, mnyenyekevu kweli kweli. Akajitokeza, unajua pale Dodoma nao kuna fursa za ajabu. Akajitokeza mbunge mmoja anahitaji dereva. Akamwambia mchungaji, nataka kijana wa kanisani mtiifu ambaye nataka aniendeshe. Bwana Yesu asifiwe. Kijana hajui kuendesha, hana hata leseni, hajawahi kugusa gari. Mchungaji akasema, nitakupeleka shule umwendeshe huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Yule kijana ana power kwenye mioyo ya watu, na kila aliyesikia akasema yes aende, yes aende, yes aende. Kilichompa hiyo access ni nini? Ni roho ya unyenyekevu, na ni mtu wa kawaida. Akaenda akasoma, kapata cheti chake, anamwendesha dereva, na kutana naye anasema, yaani na wewe una kitambi. Maana anashinda kwenye VX kila siku, anasafiri mikoa ya kutosha, ana hela nzuri, lakini ona alivyopata. Ni mlango wa unyenyekevu. Na kwa vijana wengi, unyenyekevu ndio mlango mkubwa sana katika mahusiano na watu kuliko vile unaweza kufikiri. Kwa sababu wewe kwa umri ulionao unahitaji watu wa kukutetea, watu wa kukutaja, watu wa kukupigania, watu wa kukupambania, watu wa kukusaidia. Unahitaji kutengeneza hiyo backup. Unaonekana wa kawaida ukitembea, lakini si wa kawaida katika ulimwengu wa roho, kwa unyenyekevu ambao Mungu ameinvest ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu unalindwa na kila mshirika, unatetewa na kila mshirika, unathaminiwa na kila mshirika. Kitu gani kinatengeneza huo mlango? Ni roho ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Katika utangulizi, kipengele cha pili, thamani yetu. Kumbuka tuko kwenye eneo la kujifunza habari ya mahusiano, na mimi natengeneza utangulizi. Thamani ya uzuri wetu iko katika matumizi sahihi ya upekee wetu, uniqueness yetu. Matumizi sahihi ya upekee wetu. Nilikuwa nafundisha kanisani, nasemaga katika nyumba ya Bwana kila mtu amepewa huduma
Na ndio maana kazi kubwa ya ofisi ya mchungaji pamoja na uongozi wake na utaratibu wake huwa ni kuratibu huduma ya kila mtu ifanye kazi. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana jambo la kufanya kazi. Nimeenda mahali fulani nikagundua kwamba watoto wa Sunday school yani wanaishi kitajiri kwenye lile kanisa kuliko watu wengine wote. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ana huduma ya watoto anashinda nao kule. Watoto wanaenda mpaka bichi, watoto wanang'ang'ania kuja kanisani, watoto kanisani wanatafuna mabiskuti, watoto kanisani wanaletea vya kuchezea, watoto kanisani wanaletea kila aina ya vikolokolo. Yani kwa Sunday school kuko bizo kuliko kwa watu wazima. Kwa nini? Kwa sababu ni huduma ya mtu. Huwezi kupeleka hoja kwa mchungaji kwamba tuwaletee vya kuchezea watoto na sisi tuna ujenzi, atakuona waajabu. Tufanye kitu fulani, atakuona waajabu. Lakini nakuhakikishia ni huduma ya mtu mmoja ambaye yuko tayari kuingia gharama hao watoto wafanye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unagundua kwamba kila mtu kwenye eneo lake. Nimeenda kanisa moja hapo Morogoro, sitalitaja. Kuna baba mmoja, yeye anapenda sana wageni. Kwa hiyo kitengo cha kukarimu wageni kanisani ni cha kwake. Kwenye ile kanisa anakuambia kila Jumapili wageni ni kama sikukuu. Unachukia kuwa mwenyeji kwa sababu wanagonga kitimoto, wageni ni balaa. Bwana asifiwe. Yaani kila Jumapili. Hiyo ni gharama kwa kanisa, lakini kwa mtu mmoja sio gharama. Kwa sababu ni huduma yake. Kwanza anaenjoy akiona mnakula kitimoto. Jina la Bwana libarikiwe. Hasa unataka kitimoto nayo mchungaji haijadili. Tu jamani, ili kanisa litasogea? Haiwezi. Lakini kwa sababu ni huduma ya mtu inawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Nimeenda kanisa moja hilo, nimepata neema ya kuzuka makanisa mengi. Kuna baba mmoja anapenda sana praise. Kwa yeye yuko na praise team tu. Hata maiki ikipata shida ananunua nyingine. Chochote kikiharibika analeta kingine. Kwanza wana praise wanakula bata ni balaa. Karibia kila mwezi Jumapili moja wanatoka auti. Bwana Yesu asifiwe. Kukiwa na mkesha akiwepo, vijana watakula maisha vizuri. Wakitoka wakati mwingine anawatia 10,000. Ile kanisa praise wanaimba wewe hujawahi kujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikasema kweli kama kuna mahali Mungu anashuka ni hapa. Wajinga wale kumbe ni kwa sababu wanapewa tu hela bwana. Wauni wa kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kwa sababu ni huduma ya mtu. Kumbe sisi tuna uniqueness zetu. Mungu amewekeza kwa kila mtu uzuri wa kipekee ambao ndio msingi wa mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajua uhusiano wetu unapendeza tunapotofautiana. Kile ulicho nacho mimi sina. Hiki kitapatikana kwa huyu. Huyu ni fundi, huyu ni mtaalamu wa rangi, huyu tuna complement each other. Na ndio maana zawadi kuu ya mahusiano ni mambo mawili: tumaini na amani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana huwa nafundisha kwenye semina za wazee, huwa nawaambia moja la hitaji kubwa la mzee awe ana uhakika nimezungukwa na wanaonipenda. Akiwa na hilo tu atakufa anachelewa. Kama alikuwa anatakiwa afe leo atasogea hadi wiki ijayo. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna tumaini. Anajua mimi ni dhaifu, wapo wa kunishika mkono. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ukitaka ujue kwamba mahusiano pia ni muhimu, ndio maana Mungu ameweka kwenye amri 10. Imagine amri 10 za Mungu ni mahusiano. Unawahi kutafakari? Yaani amri 10 zile, yaani watu watahukumiwa kwa sababu ya mahusiano. Isome tu kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Zisome. Ni mahusiano tu. 4 ni mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Alafu 6 ni mahusiano kati ya mwanadamu
na mwanadamu. Kwa hiyo tukigawa kwenye asilimia, tunasema 60% ni mahusiano ya mtu na mtu, alafu 40% ni mahusiano ya Mungu na mtu. Biblia imesema vizuri sana ukisoma zile amri 10. Kwa hiyo unagundua kwamba tunapojifunza habari ya mahusiano hatujifunzi jambo dogo, tunajifunza jambo kubwa sana. Maana nilikuwa niwahi kusema mahali siku moja, nikasema hivi, kwenye mahusiano ya ndoa yale, watu wakiwa wanaelewana vizuri wanapigwa vita na shetani. Nikasema hivi, yana hata wangekuwa ni wachawi kwa wachawi, yani warogaji bingwa, wakielewana katika ndoa, shetani anawapiga. Bwana asifiwe. Yani hata hao shetani anawapinga. Shetani hataki watu waelewane, hataki. Kwa hiyo wakielewana, hata kama ni wafuta bangi kabisa, lakini ni mke na mme, wanapendana katika bangi zao, shetani anaingilia kati, anawavuruga. Kwa nini? Kwa sababu uhusiano mzuri umebeba utukufu wa Mungu, imebeba utukufu wa Mungu, specifically kabisa uhusiano katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoingia kuangalia pyramids sasa za mahusiano, pyramids ya mahusiano, tafsiri nyepesi tu ni mpangilio wa mahusiano, uanzie wapi, uende wapi, uishie wapi. Tutaangalia hilo eneo kwa sehemu tu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Katika level za mahusiano, kwa sababu ya muda nitakimbiza ili nitoe content ya kutosha. Katika level za mahusiano huwa tunaanza na Mungu, tunaanza na Mungu, na ziko sababu. Mara nyingi tunaanza na Mungu. Kwa sababu gani? Mahusiano yana athari kubwa katika ustawi wa maisha ya mtu. Sometime huwa naweza nikasema mtu ni mahusiano, mahusiano ni mtu. Mtu mmoja akiwa peke yake ni tofauti kabisa na mtu huyo akiwa ana watu, hawafanani. Na ndio maana unafiki ni karakta ya kwanza ya mwanadamu. Unafiki tafsiri yake ni nini? Ni hii, kwamba akiwa peke yake. Ushaona dada akitokaga kwenye shughuli akirudi nyumbani, nikufundisha anachokifanya. Akitoka huko akiwa anaingia nyumbani, kijua ndio nyumbani kwake hapa, akibamiza huu mlango, anaanza kurusha nguo kama kero vile. Anakamata wigi anatupia, anakamata hiki anatupia, anakitafuta kisidilia anakirusha huko. Kwa nini? Kwa sababu anaona huu ulikuwa ni uzito kwa ajili ya watu. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri akijipaka amependeza ndio unachokiona, lakini kuna mtu mwenzake amejipaka lakini anateseka. Bwana asifiwe. Amejipiga sijui lip shine, amejipaka hivi, ukimwona hivi unaona kama amependeza, lakini mwenzio huo ni mzigo na ameubeba kwa ajili ya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Very serious kabisa, kwa sababu akifika nyumbani kwake, yani atanao ujinga wa nini, tupa kule, awe mwepesi. Bwana asifiwe. Mimi sinamwonaga mke wangu tukirudigi anapopunguza uzito. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Sasa kwenye level za mahusiano tunaanza na Mungu. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 27 anasema, akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Tunapata level 3 kwa wakati mmoja. Level ya kwanza, unampenda sana Mungu wako. Level ya pili, unajipenda sana wewe. Level ya 3, unampenda rafiki yako kama unavyojipenda wewe.
Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kumpenda Mungu amefafanua. Mungu hajasema unipende kama unavyojipenda. Ila umpende rafiki yako kama unavyojipenda wewe. Tafsiri yake ni kwamba upendo wa Mungu lazima uzidi unavyojipenda wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Tulithibitisha hilo neno kwa kuangalia kile kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 26. Luka 14:26 anasema hivi, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake, hamchukii mama yake, hamchukii mke wake, hawachukii wanawe, hamchukii ndugu yake wa kiume na ndugu yake wa kike, naam, haichukii hata nafsi yake mwenyewe, huyo mtu ukikutana naye hafai kuwa mwanafunzi wangu. Kumbe upendo wako sio standard ya kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yako mwenyewe unatakiwa uichukie kwa ajili ya Mungu. Upendo wa Mungu, upendo kwa Mungu ni mkubwa sana, na ziko sababu, watumishi wa Mungu, ziko sababu. Sababu ya kwanza, Mungu anajua kusudi la kuzaliwa kwako. Wewe ni misheni ya Mungu. Wewe ulivyo pale ni kitendea kazi cha Mungu. Wewe ni mission, wewe ni kusudi. Ukiona mtu ameshika smartphone anaenjoy nalo, na Mungu ndivyo anavyokuona wewe, ni kama li smartphone lake. Ni vile tu sometimes limepasuka kioo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Mungu ndo anajua jinsi ya kukutumia, anajua uende wapi, anajua ufanye nini. Tunapo describe mahusiano ni lazima uwe such strong kiasi kwamba wewe utumiwe na Mungu. Miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza kwenye maandiko matakatifu ni namna Yesu alivyojisubmiti kwa Mungu. Imefika mahali Yesu anasema, ukiniona mimi umemuona Baba, kwa kuwa mimi sijafanya jambo lolote kwa ajili yangu mwenyewe, na yote niliyoyafanya niliambiwa na Baba. Yaani kiwango ambacho Yesu anahusiana na Mungu ni kiwango ambacho ukimwona Yesu umemwona Mungu. Ndicho kiwango ambacho Mungu anataka tufike. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ukisoma Biblia mara nyingi sana alijitenga peke yake kuomba. Maana yake amekaa mahali anautafuta uso wa Mungu. Tunaelewana? Maana yake anapata maelekezo, Mungu nikitoka hapa niende wapi? Na ndio maana imefika mahali wanafunzi kabisa na watu kibao wanamjilia. Anasema nimetokea hivi sio kwa ajili ya hawa. Hivi nimetokea kwa sababu ya vijiji vinavyofuatia. Kwa hiyo umati wa watu anaukimbia. Anaenda mahali ambako Mungu amemwelekeza kwenda. Tunavyopenda watu wengi, wakija hivi tunaweza hata kwa negotiate na Mungu. Mungu hakuna shida, nitaenda, ngoja nimalizane nao kwanza hawa. Ilifika mahali Yesu anawakimbia watu, anajua huu ni muda wa mahusiano. Huu ni muda wa kuzungumza na mwenyewe. This is the time. Anaondoka, anakwenda. Sisi sasa, kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 utasoma hapo. Anasema utafuteni kwanza ufalme wake. Kitabu cha Mathayo 7:24 hadi 27, 24 hadi 27, tunajifunza jambo muhimu hapa, kwamba Mungu ni msingi wa mahusiano mengine. Tunaposema Mungu msingi wa mahusiano mengine, ndio tunaangalia kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24
4 mpaka 27. Anasema haraka haraka, basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Ukiwa na mahusiano na mimi, utafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Anavitaja vitu vinavyokuja: mvua inanyesha, mafuriko yanakuja, pepo zinavuma, zinapiga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa vibaya na Mungu, ukajichanganya na mahusiano yetu hapa ndani, ukajichanganya tu, my friend, utapigwa tukio utaamini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua umbea wa kanisani is so powerful kwa sababu umeongewa na mtakatifu. Unanielewa? Umbea wa kanisani una nguvu mno. Wa mtaani unaweza ukakataa, unasema mama Jeni mbea. Kanisani kwanza unashirikishwa kama prayer point, tuombee. Nasikia Jeni anataka kuachika, tuombee. Watu wanalia hapa, baba, wana yao moyoni mama. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni wambea tu, lakini ni vile tu wameboresha, wamezungusha hapo, inaonekana kabisa kama ni jambo la msingi, lakini nakuhakikishia kuna kitu hakiko sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Watu waliookoka wanaweza wakakuacha kama Yusufu vile alivyokuwa anamwacha Mariamu. Hakumwambia ili asijisikie vibaya, na we pia uambiwi ili usijisikie vibaya. Mtoto brother, mbona simuelewi? Niko nalea uhusiano moja hivi linanipasua kichwa. Yaani kama limefika mwisho, kama linafufuka hivi, kama linaenda, kama haliendi hivi. Vijana wanafiki wale. Bwana asifiwe. Kweli wameunganishwa kabisa. Naomba uwasaidia hao vijana, na wasaidia kweli, lakini watu wanakuta hawajawasiliana wiki 2. Jamani, hamjawasiliana. Nimemtafuta sana, naona mimi nimefika mwisho, mimi nimechoka. Nimemtafuta sana, mimi nimechoka. Unamuuliza wewe, mwenzako amekutafuta sana? Nilikuwa busy kwa kweli baba, nilikuwa busy. Haya. Na tena naye anaanza hivyo hivyo tena. Naye tena anaanza kumtafuta mwenzake tena naye anakuwa busy tena. Waimbaji wa praise hao wakisimama mbele, uwepo huu hapa. Kinachoendelea nyuma, Yesu wangu, mimi tu nafahamu. Na ndio maana sifa kubwa ya mchungaji kifua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapata bonge la story na unaona vituko vinavyoendelea na umetulia. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu abariki vifua vya wachungaji. Kwa nini Mungu? Jambo lingine, Mungu ni msingi wa maamuzi ya kimahusiano. Mungu ni msingi wa maamuzi mengi ya kimahusiano. Kitabu kile cha Mithali 19:14, Biblia inasema hivi: nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Tafsiri nyepesi, zurura tu kwenye kutafuta nyumba na mali, haina shida. Kutafuta mke, tulia, njoo kwangu. Hivi unaelewa? Usijifanye una uwezo wa kujitahidi kuongea vizuri. Hapa situko vijana Usijifanye wewe ni mwenyekiti wa watongozaji, hawawezi kukusumbua. Sawa baba, sawa, endelea. Kutana dada mmoja ananihukumu jana, hivi kwa nini nyie wanaume mnakuwa wanyenyekevu sana mkiwa mnatutongoza? Ni wanyenyekevu mno, lakini mkisha tuoa sijui uwaga mnatokea tu, mnabadilikaje? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini? Kwa sababu ukiwekeza kwenye unachokisikia, my friend,
Wanaume ni waongo wewe? Si ndo sisi? Wewe sisi ni waongo. Waongo hujawahi ona. Kwa sababu gani? Hatujibu unachotuuliza, tunajibu unachokitaka. Umenielewa? Tukigundua kwamba unampenda mtu mwenye uchumi mzuri, tuna uwezo wa kukodisha suti hata 5 kujia. Yaani haudanganywi tu eti kwa sababu no. Na ndo maana ukiweka Mungu msingi wa maamuzi ya kimahusiano, you are very safe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu hautafanya maamuzi kwa unayoyasikia. Una nafasi ya kufanya maamuzi kwa unayoyaona rohoni. Vivyo hivyo na kwa vijana wa kiume, mfanye Mungu foundation. Nilikuwa namfundisha kijana mmoja, nikamwambia hivi, ukishafikia kwenye maombi ya mahusiano huwa yana mawenge mengi sana. Usiombe kama unaombea uchumi, usiombe kama unaombea sijui nini, usiombe kama unaombea no. Tunapoingia kwenye maombi ya mahusiano tuna meditate day and night. Tunaelewana? Neno meditate maanake unatafakari neno la Mungu linalohusu mke au mume usiku na mchana. Imba. Unapoimba sana, mara nyingi unanyamazisha mawazo na fikra zako, unaanza kuiruhusu sauti ya Roho Mtakatifu isikike ndani yako. Hili ni eneo ambalo hutakiwi kufanya masiara. Usiinvesti kuombea kama unaombea Baba naomba nibariki, Baba naomba nibariki, utachanganyikiwa. Unapoomba Baba naomba nibariki, mara nyingi una picha ya uchumi unaotaka, una picha ya kitu unachokitaka. Wakati mwingine unaomba huko specific kwenye kazi yako, lakini kwenye ndoa sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Una invest katika meditation. Unasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye. Mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Hata ukiwa unalala, lala na hilo neno, mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Sasa wewe unaomba na unamkumbuka Jeni, unaomba na mkumbuka Latifa. Niliwahi kumwambia Roho Mtakatifu kukukataza mtu unayempenda, hatakiwi aje kwa sauti ya upole, anatakiwa aje na binduki kabisa, anakuwekea hapa. Huyo sio mpenzi wako na kutia shaba. Lakini akisema huyo sio wako, huyo sio wako, mimi nakwambia utamshauri. Unajua kupenda wewe, utamshauri Roho Mtakatifu. Binti amenyooka, mpole, mkarimu, kwa vipimo vyako hivi, uende wapi tena? Roho Mtakatifu aseme sio, kwa sauti ile ile siku zote, huyo sio, huyo sio. Tunaendaga mbali mpaka kusema pepo limekuja kwa njia ya malaika. Kwa nini? Kwa sababu mahusiano yana nguvu. It's very powerful. Na ndio maana Mungu anasema jiwekeeni hazina mbinguni. Jiwekeeni hazina mbinguni. Kwa nini? Hazina yako ilipo ndipo ulipo na moyo wako. Tafsiri nyepesi ni kwamba moyo wako wewe sio kwamba unao peke yako, kuna moyo wako mwingine anao Jose. Sio kama tunaelewana? Chochote akikifanya Jose kibaya kule kinakupata. Imagine Jose unampenda alafu unaona anavuta bangi. Hapo nawe si unavuta sasa? Unaanza Mungu wangu, Jose umeanza lini kuvuta bangi? Jamani, unaenda unalala una mawazo. Jose anavuta bangi. Bangi ni ya Jose, wewe inakuhusu. Lakini ni kwa sababu moyo wake anao yeye, moyo wako anao. Unaanza kuona kijana unampenda anaanza kuwa mvivu kanisani. Unaona kabisa kanisani haji.
kabisa, anaanza kuwa mvivu, unachanganyikiwa. Usema ameanza kurudi nyuma huyu, inakuwaje sasa? Hofu inakushika. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako sio tu unao wewe, na yeye anao. Mungu anasema jiwekee hazina mbinguni. Tafsiri yake mfanye Mungu asili ya maamuzi yako kwenye mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine ambalo Mungu anakupa hekima. Hekima ya kuishi na watu. Hekima ya kuishi na watu. Hekima ni nini? Hekima ni uwezo wa kuishi na mtu, uwezo na kuishi na mtu yeyote kwa faida, kulingana na akili zake. Hiyo tafsiri iandike vizuri. Iandike vizuri. Hekima kwenye mahusiano, hekima ni uwezo wa kuishi na mtu yeyote kwa faida, kulingana na akili zake. Jina la Bwana libarikiwe. Tafsiri yake ni kwamba hekima haikufanyi wewe uwe sawa na hawa wote. Hekima unaweza ukaishi na mbea sawa sawa na umbea wake kabisa, lakini ukachukua jema lililo ndani yake. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Tunaelewana watumishi wa Mungu? Unaweza ukaishi na mnafiki kabisa namba moja, lakini mnafiki huyo ndo IT bingwa. Yaani hapa kanisani hakuna mnafiki kama huyo, lakini hatuna mtaalamu wa IT wa kutusaidia kwenye video kama huyo, lakini sio huyu bwana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unagundua kwamba unaweza ukakaa naye ukachuma IT unayoitaka, umbea ule ukamwachia, unafiki ukamwachia, uongo ukamwachia. Hiyo ndio inaitwa hekima. Usiwe na mtu ambaye wewe unataka mtu akupendeze kote, akupendeze kote. We nani bwana upendezwe na kila kitu? Upole wakupe, ukarimu wakupe, ukiwaita waje, sisi waje, IT wakufanyie. We nani? We Mungu. IT watakupa na umbea watakupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kazi kwako. Na ndio maana hapa kanisani sio kwamba sisi tunafanana sana. Lakini iko neema ya hekima ya Mungu inayotusaidia sisi sote, kuhusiana vizuri. Tunaita nini? Hekima. Anasema usimjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake, usije ukafanana naye. Alafu huyo anasema hivi, mjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake, usije akaonekana ana hekima mbele yako. Tafsiri yake ni kwamba kuna mtu akisema mbwa wewe, unamwangalia, unaachana naye. Lakini mtu akisema fisadi wewe, lazima umwambie mimi sio fisadi. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Yaani lazima umwambie fisadi wewe, mimi sio fisadi. Kwa nini? Kwa sababu usipojibu, waliosikia watajua wewe kweli fisadi. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo inaitwa hekima. Kinachokufanya utoe majibu tofauti kwa watu wanaofanana ni nini? Kwa watu tofauti kwa swali moja ni nini? Unaangalia akili zao. Kuna mtu akija, hey, nasikia unaolewa. We, ni kweli? Kuna mtu unasema ni waongo. Kwa sababu unajua huyu nikimwambia ni kweli, ataanza kuniombea mabaya sasa hivi. Alafu kuna mtu nasikia umeolewa, unasema ni kweli, niombee. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama tunaelewana. Kinachokufanya swali moja majibu tofauti ni nini? Unaangalia akili zao. Hiyo hekima anakujalia Mungu hata kwenye mahusiano. Na Mungu anapokupa neema ya kuingia kwenye ndoa, unagundua kabisa kwamba katika ndoa yangu hili jibu halimfai mke wangu, hili jibu linamfaa,
hili jibu. Kwa nini? Kwa sababu unaangalia kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, na ndio maana huwa tunajifunza, kwa sababu ndoa ni mahusiano. Kinachoua ndoa za watu wengi sio kwamba mlokole amevuta bangi, sio kwamba mlokole ameacha kwenda kanisani, sio kwamba wamegombana. Huwa kinachosumbua ni majibu tunayopeana. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano ya sisi wacha Mungu yanaweza kasumbua. Tunajibu nini tukiulizwa? Tunajibu kitu gani? Tunajibu nini? Hapo kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana natakiwa ujipange, kwa sababu kuachana wala sio kwa sababu watu wengine ni malaya. Hapana. Sio kwa sababu wanatoka nje ya ndoa. Hapana. Sio kwa sababu wanaachana kwa sababu ni walevi. Hapana. Ni watu hawa hawa walokole kabisa wataenda mbinguni. Na ndio maana wanasema ukiwa na uwezo wa kusovu ndoa ya mtu aliyeokoka ukafanikiwa ikakaa sawa, iwa genius. Kwa sababu unaingia kwenye kesi. Nimeingia kwenye kesi moja, mchungaji wangu ameisovu wewe, akasema hii sasa tu nimpatie mtumishi wa Mungu akapambane na wale wazee. Ukikaa nao hapa, kila mtu mkarimu, kila mtu mpole, kila mtu mwana maombi, lakini watakiwa upatanishe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kiasi kwamba kusema huyu ni mkorofi unaogopa, kusema huyu ni mkorofi unaogopa. Wote wakarimu, wote wapole, wote watulivu, wote wanalijua neno. Solve. Hapo ndio Mungu pekee anajua kuna mmoja wao kichwa chake kibovu. Mungu peke yake ndo anajua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Wanyakyusa hapa? Hamna. Wanyakyusa bwana wana tabia moja. Ukienda kwenye kesi za usuluhishi za ndoa, huwa mwanamke anapoenda kwenye lile baraza, kwanza anakuja anatembea kwa magoti. Staili ya kuja tu bila kuongea chochote, mwanaume ni mtuhumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Umeona jinsi ilivyo eh? Yaani jinsi anavyokuja. Mwanaume, unaona alivyo mnafiki anakuja kwa, unaona alivyo mnafiki? Unaona alivyo mnafiki? Baraza linasema huyu kweli ni mkorofi. Kesi imeisha. Mkirudi nyumbani kule, tatizo ndo limekuwa maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Aisee, tunamhitaji Mungu sana. Kuna mengi jamani. Naomba tuishie hapo. Karibu kwa maswali. Bwana Yesu asifiwe. Naona bado hatuna dalili ya kumaliza, lakini natamani tusikie maswali, tujifunze kwa maswali. Karibu. Tumejifunza pyramid tu, kipengele hicho kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Pengine hata kwa maswali tunaweza tukazungumza machache kidogo ndani yake, lakini ya haraka kabisa, anaanza Mungu, unakuja wewe, wanakuja wengine. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza nani? Mungu. Unafuata wewe, wanafuata wengine. Sasa hapo kwenye wengine kuna vipengele vingi sana. Vingi sana. Maana kuna watu hapa wanawapenda baba zao, wengine wanawapenda mama zao, wengine wanawapenda wake zao. Sasa iko system ya Mungu ambayo naamini tutapata nafasi ya kujifunza siku nyingine, kwa sababu ni lazima umpende mke wako kuliko mamako. Ni lazima. Si ndio Edi? Ni lazima umpende mke wako kuliko mama yako. Mama sija kanifukuza kakosa kula. Mama yako akiwa na maamuzi juu yako, una ndoa dhaifu sana. Baba yako akiwa ana nguvu kwenye nyumba yako, una ndoa dhaifu sana. Kwa nini? Kwa sababu
ni muhimu sana moyo wako usiwe na tumaini jingine isipokuwa yule unayekaa naye. Yaani lazima yeye awe ndio tumaini lako. Ukiwa unakaa naye, tumaini liko kwa mama nje, ni mtihani kidogo. Ndio maana tunawafundisha wanawake, kina mama, muwapende sana wazazi wa waume zenu na wawe marafiki zenu sana, ili muihamishe mioyo ya waume zenu ikae na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, nikaribishe maswali.